lakini ninamshukuru Mungu. Maana akisema ya kwamba atakubariki, hakuna atakayezuia. Akisema anaenda kukuponya, hakuna atakayezuia uponyaji wako. Akisema anakuinua, hakuna atakayekuweka chini tena. Na huyu mtu sasa akiwa katika hali yake ya uwete, tunaona sasa Petro na Yohana wakija katika mlango wa mzuri. Hivyo mtu wa watu pale chini ameona hawa ni wageni ambao hajawahi kuja, hivyo akatarajia ndani ya moyo wake kwamba kuna donge kubwa ataenda kulipokea siku hiyo, kwamba maisha yake sasa yanaenda kubadilika. Sasa hali yake ambayo alikuwa nayo kwa muda, labda hata wiki ilipita hajapata chochote, sasa aliona leo ya kwamba anaomoka. Haleluya. Wameomoka. Yaani at least anapata donge kubwa. Maisha yanabadilika siku hiyo kwa sababu hawa ni wageni. Na wageni wanapokuja, wanakuja kwamba ukapate kupona. Haleluya. Hivyo uponyaji ulikuwa umefika kwa ajili ya kiwete yule. Yeye akaona kwamba leo ataweka donge kubwa katika mfuko wake, lakini kumbe sivyo. Haleluya. Kumbe muujiza wake ulikuwa unakuja kwa njia nyingine. Kumbe baraka zake zilikuwa zinakuja kwa jinsi ya kipekee. Maana ni wake wanaulika katika hali nyingi. Umekaa katika hali ya kuchekelewa. Umekaa katika hali ya kuombaomba. Hata watu wakakupatia majina. Ukawa kama huyu kiwete katika mlango uitwao Mzuri. Na hivyo hata na watu wakaanza kukuchekelea, maana hali yako na tabia yako imekuwa ni ya kuombaomba. Hutaki kujishughulisha, lakini wanaona huyu anajifanya. Lakini tunaona huyu kiwete, yeye tunaambiwa ni toka tumboni mwa mamake alikuwa hali hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Tuna uwete ndani ya maisha yetu. Kuna uwete wa namna nyingi ambao tulio nao, lakini ni lazima tukaweza kuuondokea uwete huo ili kwamba tukapate kumwona Yesu. Ili Yesu akapate kujidhihirisha ndani yetu. Ili Yesu akapate kututambua sisi ni kina nani. Nasi tukapate kumtambua Yesu ni nani ndani ya maisha yetu. Kumbe ni mpaka tuondoe uwete wa masengenyo. Tuondoe uwete wa kuona wengine kwamba wako nazo ndiposa wanatumia vile wanaweza. Tuondoe uwete wa kunong'onezana yale ambayo hayastahili. Tuondoe uwete wa yale ambayo tumeyaweka katika nyumba zetu. Tuko na uwete hata wengine labda ni wachawi hapa. Uondoe. Uwete ulionao ni mpaka uondoe ili Bwana akapate kukukumbatia. Ili Yesu akapate kukutambua wewe ni nani. Na wewe ukapate kumtambua Yesu ni nani. Hivyo tunaona ya kwamba Petro na Yohana walipofika kipindi cha kuweza kumpatia kiwete huyu chochote, wao walinyosha mkono wao wakamwambia kwamba hatuna fedha wala dhahabu, lakini kwa jina la Yesu wa Nazareti simama na uende. Hivyo jina la Yesu ni ngome imara. Jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu linafungua. Jina la Yesu linaondoa kila uwete. Jina la Yesu linaondoa kila viambaza ambapo huenda tumejifunga kwavyo. Jina la Yesu. Hivyo kiwete huyo alitarajia apewe chochote, lakini aliambiwa kwamba kwa jina la Yesu wa Nazareti simama uende. Bwana Yesu asifiwe. Inakutegemea wewe. Wakati umetamkiwa jina la Yesu, utalipokea kwa njia gani? Utalipokea kwa staili gani? Jina hilo la Yesu linapotajwa ndani yako linafanya kazi katika hali gani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Ukapokea nguvu za ujasiri. Na kumwambia mchungaji, siku ya leo mimi nitaenda kuhubiri. Kumwambia mchungaji, siku ya leo mimi ndio nitakayeongoza maombi. Kumwambia mchungaji, siku ya leo mimi nitakayeenda kuongeza praise and worship. Maana umepokea nguvu za kipekee. Neema itamimina juu yako unapokubali. Neema ya Mungu itamimina katika midomo yako wakati unamwambia Bwana, niko tayari kupokea. Hivyo tumekuja na hilo jina la Yesu kwamba nikaweze kufanya kazi ndani yako. Amen. Jina la Yesu nikapate kutenda yaliyo mapenzi yake ndani yako. Nikusema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikusema ya kwamba kumbe watu huenda wamekufikiria, huenda wamekukanyagia, huenda wewe ustahili katika hali yoyote ile, lakini kumbe kunaye Mungu ambaye siku sana dakika